Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media. Kama ndo mara kwa kwanza basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Nifa ameweza kuwaliza watu wengi kuhusiana na vile ambavyo alivyoweza kupitia matatizo makubwa, na leo hii bwana ameweza kusimama na kuweza kuomba kwa hali na mali kwa kile kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha yake kiujumla. Na kwa upande wake ameweza kufunguka vitu vingi, lakini kitu ambacho alichoweza kukisema ni kwamba natamani kuweza kuona maisha mengine yakaendelea, kwani mimi nimekuwa moja kati ya mtu ambaye kwa kipindi hiki sina thamani tena, kwa sababu nimeshapitia matatizo mengi ya kuweza kufanywa kama sina akili. Na pia leo hii nataka niwaambie kwamba kile kitu ambacho nilichoweza kukifanya ambacho kilichonipelekea mimi kuweza kuingia katika migogoro na serikali yangu, leo hii nataka niwajulishe kwamba ninaamini kila kitu kwa upande wangu kitakwenda kuwa sawa na ni swala tu la muda. Pia natamani kuweza kujua na kutambua kwamba kuna vitu vingi tunatakiwa kuweza kujifunza sisi wa Tanzania, ili kuweza kuhakikisha kwa upande wetu maisha mengine yanazidi kusonga mbele na sio kufuata mikumbo. Mimi kwa upande wangu natoa shukrani zangu za dhati kwa kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha yangu na katika mambo mengineyo. Lakini ninachotaka kutoa shukrani zangu nyingine ni kwa wale watu wote ambao walioweza kunipambania kuweza kuhakikisha mimi nafikia yale malengo ambayo niliyoweza kujiwekea. Na kweli leo hii nimeweza kupata fursa ya mimi kuweza kuachiwa kwa mara nyingine. Hili ni jambo zuri na nilikuwa natamani kuweza kulisikia kutoka kwa watu tofauti tofauti, na nilikuwa natamani kuweza kutoka kwa muda mrefu, na hatimaye leo hii Mungu ameweza kutuona, na pia tuendelee kumuomba Mungu. Wanasema hakuna kitu ambacho kinachoshindikana katika ulimwengu huu, ni swala tu la muda, kwani hichi kitendo nilichoweza kukifanya ikawe funzo kwa watu wengine, kwani tukiambiwa tukae hivi hivi bila kuweza kumshirikisha Mungu katika kila jambo, tutajikuta tunaingia katika matatizo ambayo sisi wenyewe hatutoweza kuyategemea. Na pia kitu ambacho alichoweza kukiongea Bibi Nifa kiliwagusa watu wengi, na kisha akasema kwamba tunatakiwa kuweza kujifunza na kupambana katika kutatua matatizo yetu, na sio kuanza kulialia katika mambo ambayo yasiyokuwa na msingi. Hili jambo mnatakiwa kuweza kulinoti, na nimejifunza mambo mengi kuhusiana na hichi ambacho kilichonitokea mimi. Hivi hatupaswa kuweza kuwa makini katika kila hatua ambayo tunayoipiga. Bwana, huo ndo ujumbe wa Bibi Nifa, na kwa upande wake ameweza kutoa shukrani nyingi kwa kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha yake. Kubwa zaidi, aliendelea kuwasihi Watanzania wawe na moyo safi wa kuweza kuwapambania watu tofauti tofauti nje ya yeye tu, na pia amefurahi sana kuweza kuona Watanzania wamekuwa moja kati ya watu ambao wako na roho nzuri, na hili jambo litamfanya yeye binafsi aweze kuendelea na kusimama katika misingi iliyo bora, kwani binafsi hakuweza kutegemea kama haya yote yangeweza kutokea kwa kipindi hiki. Bwana, mambo ndo kama hivyo ambavyo yanavyozidi kunoga. Mimi nataka nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Kwa upande wangu sina la ziada, wacha nikutakia siku njema na kazi njema.